TV moja kwa moja kutoka uwanja wa ndege, na hapa ni Terminal 1 kama taarifa ambayo imeweza kutoka. Wananchi Young Africans leo watashuka kutoka visiwani Zanzibar. Kubwa leo ni parade ambayo itaenda kupigwa kuanzia hapa katika uwanja wa ndege. Young Africans hapo jana wametoka kutoa kombe la CRDB Federation Cup dhidi ya Singida Black Stars mabao 2-0, lakini pia nyuma kidogo wametoka kutoa kombe la ligi kuu soka Tanzania bara mbele ya mpinzani wao mnyama Simba. Lakini kubwa zaidi kama namna ambavyo unaweza kutazama hapa, tuko hapa Mtanange TV, langu jina ni Salome Naftar, nyuma kamera ni Kenny Junior. Tuko hapa uwanja wa ndege kuhakikisha kwamba tunakuletea matukio mbalimbali yote ambayo yanajitokeza hapa, na kama unaweza kutazama nyuma yangu tayari mashabiki wa Young Africans wameweza kufika mahali hapa kwa ajili ya kusubiri nini hasa kitaenda kutokea mahali hapa, kukisubiri kikosi chao kitakachoenda kufika mahali hapa kwa ajili ya kuanza ile paredi ambayo unaambiwa kwamba itaenda kuwa ni paredi ya kihistoria. Tuko hapa na mashabiki mbalimbali wa Young Africans tayari wametua hapa, ukitazama nyuma yangu Kigoma, lakini kila kitu kinaenda sawa. Shangwe ni kubwa zaidi, furaha kwa sasa hivi iko mitaa ya Young Africans kwa sababu wanatamba tu, wao ndio wameweza kuchukua kombe la ligi kuu soka Tanzania bara mara 4 mfululizo, lakini wao ndio wameweza kuchukua kombe la CRDB mara 4 mfululizo pia, na wako hapa kuanikiza kama namna ambavyo unaweza kutazama burudani mbalimbali zinaendelea mahali hapa, kama namna ambavyo unaweza kutazama kwa kiasi kikubwa. Mambo ni mazuri kabisa kutoka uwanja wa ndege hapa, unavyotazama mashabiki wana hamasa kubwa, vibe ni kubwa kutokea hapa moja kwa moja katika uwanja wa ndege ili tu kukisubiri kikosi chao kwa ajili ya kuanza paredi ya ubingwa ambayo inasubiriwa kwa kiasi kikubwa. Utapata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya mashabiki kusikia wao wanasema nini, wao wanazungumza nini mafanikio haya ambayo wameweza kuyapata. Kama unavyotazama vibe ni kubwa, mambo yamekuwa mazuri kabisa kwa mashabiki. Tena kuzungumza na baadhi ya mashabiki ambao tayari wako mahali hapa, watoto pia wako hapa kuhakikisha kwamba wanaanikiza. Yuko mtoto hapa Suda Hassan, tuzungumze naye kidogo. Suda, mambo? Mzima Suda? Poa. Hongera kwanza kwa ubingwa wa CRDB, unajisikiaje kwanza? Makombe 5. Mimi naacho washauri tu, nataka ni washauri Simba wasajili wachezaji wenye rasta. Muda nyingi wanakaa saluni kuliko mazoezini. Muda mwingi wanakaa saluni kuliko mazoezini. Suda bana. Ndio. Wanakaa saluni kuliko mazoezini. Wao wachukue tu kama wenye kuweka nywele kama Pakome. Makombe 5. FA, NBC, Toto Cup, Muungano. Jamani. Hao ni nyie tu Yanga. Ndio. Suda, lakini wewe una rasta pia. Unatumia muda mwingi kukaa saluni, ndio maana umeona wachezaji wa Simba wanakaa sana saluni. Hapana. Kwa kinachowakwamisha Simba ni nini? Yani wanajenga timu misimu minne, wanajenga timu misimu minne. Hata ingekuwa gorofa la Kariakoo ningeshaisha. Suda bana. Ningeshaisha mapema tu. Lakini wenyewe bado hawajamaliza kujenga timu. Asante. Nani alikufurahisha hapo jana kwenye mchezo wa CRDB? Wote wamecheza vizuri, lakini kipenzi cha Aucho ndo amecheza vizuri. Sizo, unamzungumziaje? Amefunga jana na kwenye mchezo wa mwisho pia alifunga. Amecheza vizuri. Kuna taarifa za Mzize kuondoka, uko tayari kumwona Mzize anaondoka Yanga? Hapana, nitajisikia vibaya. Utajisikia vibaya akiondoka? Kwa hiyo inabidi Mzize aendelee kubaki. Ndio. Djigui Diarra pia kuna tetesi anaondoka, utajisikiaje akiondoka? Hautamani? Natamani sana. Uko hapa kwa ajili ya kusubiri paredi la kihistoria. Ndio. Hongera Suda kwanza. Asante. Huyu ni
Mtoto mdogo wa Young Africans anafahamika kama Suda Hassan yuko hapa katika uwanja wa ndege pia kusubiri kushuhudia paredi ambayo itaenda kufanyika hapa. Hii ni vibe tu, na Suda anakuambia mambo ni mazuri sana kwa upande wake, na amewashauri Simba waache kusajili wachezaji ambao wana rasta. Tunaendelea kukusogeza kushuhudia vibe ambayo inaendelea mahali hapa. Sio hili tu, kuna kigoma kingine kinaonesha mahali hapa kama namna mnavyotazama. Huu ni upande mwingine tena, vibe ni kubwa. Vibe ni kubwa kweli kweli kwa baadhi ya mashabiki wa Young Africans. Wanacheza style fulani hivi kama wanaita watu wa pwani watakuwa wanaelewa namna ambavyo hiyo style inaitwa. Vibe ni kubwa kweli kweli kama namna ambavyo unaweza kutazama. Huu ni ubingwa wa mara 4 mfululizo, lakini pia ni CRDB, bila kusahau ligi kuu ndio wote umechagiza haya yote kuweza kusababisha yote haya kuweza kutokea. Sasa hivi tunaweza kuzungumza kwamba wanaotamba ni timu moja tu ndio inaotamba kwa sasa hivi, ambayo ni Young Africans. Wanatamba kweli kweli, lakini ukitazama sababu ya kutamba wanayo kwa kiasi kikubwa, na wanastahili kuendelea kutamba kama namna ambavyo unavyoweza kuwatazama kwa kiasi kikubwa. Mtanange TV tuko hapa kuhakikisha kwamba tunakusogezea matukio yote muhimu ambayo yataendelea kujitokeza na kujiri mahali hapa. Hili ni vibe tu la mashabiki mbalimbali, na tunaenda kupata fursa ya kusikia. Kula kwanza chuma kigoma hicho, then tutaendelea kuzungumza na wewe. Hilo kama unavyoweza kulitazama, mashabiki wamejipata. Hao ni mashabiki wa Young Africans, wamejipata kweli kweli, na vibe linaonekana kuwa kubwa kama namna ambavyo unaweza kuwatazama. Utawaambia nini wakuelewe mashabiki wa Young Africans kwa hivi sasa? Hawahitaji kusikia chochote zaidi ya kuwa na furaha tu kwa ajili ya timu yao. Mazuri na yanaendelea hapa kutoka Terminal 1, uwanja wa ndege. Kila kitu kiko sawa, na tena kuzungumza pia na baadhi ya mashabiki kwa kile ambacho kinaendelea mahali hapa. Ila vibe tu lilopo hapa ni vibe la kutosha. Vibe ni kubwa kweli kweli kama namna ambavyo unaweza kutazama. Hii ni football. Football ni moja kati ya vitu ambavyo vinawapa watu wengi furaha, na unaona furaha ambayo iko mahali hapa ambayo imeendelea kuanikizwa na baadhi ya mashabiki. Ukitazama leo ni siku ya Jumatatu, lakini mashabiki wamekuja kuisupport timu yao kwa ukubwa zaidi. Kila kitu kiko sawa kweli kweli, na mambo ni mazuri kwa upande huu kweli kweli. Vibe ni kubwa kama unavyoweza kutazama. Kama uko nyumbani unawakilishwa vyema, wewe ni shabiki wa Yanga, kuna mashabiki wanakuwakilisha vyema kabisa hapa kutoka Terminal 1 katika uwanja wa ndege. Tukiwa tunasubiri kushuhudia paredi ya ubingwa ikienda kufanyika mahali hapa, ila nikujuze tu vibe hapa ni kubwa kweli kweli, na kila kitu kiko sawa bin sawia, na mashabiki hawachoki kuonesha vibe lao kama unavyoweza kutazama mahali hapa. Kula chuma hicho, naweza kukwambia hivyo, na uweze kuenjoy vibe ambalo linaendelea mahali hapa. Ni vibe kubwa na vibe
mazuri kabisa. Huyu ni shabiki wa Young Africans, hapa kuna picha ya GSM, lakini Kola, mambo vipi? Kama Sima kabisa. Sima. Kwanza umependeza na hizi rangi ambazo umejichora, unajisikiaje? Najisikia raha sana kwa sababu uwezo ukajichora hivi alafu wachezaji alafu uwezo ukajichora hivi unaongozwa na kiongozi kama Mangungu. Uwezo ukajichora hivi alafu wachezaji una Mtare, una Mpanzu, una Mkwala, una Hahua, au uwezo ukajichora hivi. Unajichora hivi ukiwa na wachezaji gani? Una uhakika wa kushinda na una uhakika wa kiongozi kijana ambaye ni Engineer Hersi miaka 17. Kwa hiyo mimi ninachowaambia hivi, tumebeba yote, hatujawabakizia hata kikombe cha kahawa. Yaani kule mtaani tumebeba vikombe vyote, hatujawabakizia hata kikombe cha kahawa. Hadi vya kahawa mnachukua? Kwenye ile mara 10 tuliowaambia bado 6, wahesabu bado 6. Hii ni mara ya 4 mfululizo, mnavimba tu wananchi. Tuliwaambia 10 bado 6. Yaani Simba kuchukua kikombe katika nchi ya Mama Samia mpaka siku Chadema watakapoingia kuchukua urais madarakani. Usioni dalili za Chadema kufanya hivyo? Ndio hivyo. Hatari, hongera sana na umependeza sana. Wana Yanga, sisi tukitoka hapa na waomba kesho itabidi tufunge na kuomba kwa ajili ya kumwomba Engineer Hersi. Hatutakiwi kula mwezi mzima. Wana Yanga wote kwa ajili ya timu. Engineer ana maadui wengi saizi. Inatakiwa wana Yanga wote tufunge, tufanye maombi kwa ajili ya kumwombea Engineer Hersi. Engineer Hersi ana maadui wengi sana. Engineer Hersi, kuna viongozi wa serikali wanachangisha hela kwa ajili ya kwenda kwa waganga kumuua engineer. Kuna mambo mazito sio ya kutaja. Hivyo anahitaji maombi. Nao wakiendelea kumfuatilia Engineer Hersi tutawataja na tutawafuata nyumbani kwao tuchome nyumba. Waache mazoea kabisa. Sisi wananchi yule ndiye tupa raha na tutaendelea kuwatesa na watateseka mpaka miaka 10 mfululizo. Asante sana. Daima mbele nyuma mwiko. Endelea kuenjoy. Tuna vibe baba wewe. Baada tuko hapa Mtanange TV na huyu ni shabiki wa Yanga, kama umeweza kumsikia amejichora kwa sababu ana uhakika wa kutoa makombe, lakini ana uhakika wa kuwa na wachezaji walio bora, ndio maana ameweza kujichora. Anasema kwamba kama hauna wachezaji ambao wanaweza kukupa ubingwa. Mambo ni mazuri kweli kweli hapa kutoka maeneo haya. Vibe ni kali, vibe ni kubwa sana kwa mashabiki wa Young Africans, kila mmoja na wakati wake. Tuzungumze kidogo wanadada, mambo vipi? Mambo hongera sana kwa kutoa makombe mara 4 mfululizo, unajisikiaje? Raha sana. Wao mshaenda kuna kazi leo Jumatatu kuja kuwachoka mabingwa wetu. Wametupa raha, tumelala usingizi mnono. Ndio maana uko hapa. Ndio maana niko hapa, nimemwambia boss, bora niache kazi kwenda kupokea wachezaji wangu leo siku ya leo Jumatatu. Hongera sana. Asante. Mama Yanga bingwa. Yanga bingwa. Hawa ni baadhi tu ya mashabiki ambao wako hapa kwa ajili ya kuanikiza kile kitu ambacho kinaenda kubwa zaidi. Wanaisubiri timu iweze kutoka visiwani Zanzibar kwa ajili ya kuianza safari ya parade kutokea hapa. Ratiba imeshatolewa, saa 6 wataianza safari na vituo kadhaa wa kadha wataweza kupita ili kuhakikisha tu kwamba wanachagiza siku hii ya wananchi inakuwa bora zaidi, kusherehekea misimu yao 4 bora zaidi. Lakini msimu huu ambao walikuwa na changamoto nyingi, lakini bado ubingwa umekuwa mikononi mwao. Mambo ndio yako hivi, na sisi Mtanange TV tuko hapa kuletea matukio yote ambayo yanaendelea kujitokeza mahali hapa. Asante kubwa zaidi tu, usiache kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Mtanange TV. Kula ngoma hizo kutoka kwa wananchi na uendelee kuenjoy football. Hauna baya.